Lengo la kampeni hii ya msaada wa kisheria ya Mama Samia ilikuwa ni kwamba kuweza kutatua migogoro ambayo tungeweza kuitatua papo kwa papo. Migogoro yote tuliweza kuipokea ni 218 iliyotatuliwa papo kwa papo, kwa maana kwamba kampeni ya Mama Samia imeweza kusaidia wananchi papo kwa papo ni 174. Inayoendelea kwa ujumla ni 44. 22 ni ya kiutawala tumeileta huku ambayo tunaiwasilisha kwenye ofisi yako na kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya na kwako, lakini migogoro 22 au ninahusiana na kesi ambazo ziko mahakamani, na hivyo wakili wa TLS kuna migogoro mingine amepewa wakili Ngumbi, na mgogoro mmoja au miwili amepewa wakili Hagai Sanga. Za kuwafikia wananchi kwa ujumla 21,661, wanaume ikiwa ni 9,809, wanawake ikiwa ni 11,852 kwenye ardhi. Short of which hawaandiki wosia, mirathi haifuatwi. Yani comment ambayo inaweza kaja kwamba hawaandiki wosia, mirathi haifuatwi. Yani kwa maana kama baada ya familia kufariki anachukua tu mtu mkubwa anaanza kuwagawia wenzie, wakati ilibidi wakae nini? Wafuate utaratibu. Wakae kikao cha familia, kiitishe kikao cha familia marehemu fulani. Wilaya yetu kwa maana halmashauri zote mbili tumekuwa na migogoro mingi, na asilimia kubwa ni migogoro ya ardhi kama ambavyo na nyinyi mmeweza kuibaini, na hii inatokana na mfumo ambao jamii hii ya eneo hili wameamua kutekeleza wao wenyewe kwa kurithi, ambao sisi kama serikali tunaendana na sheria na taratibu zilizopo za kiserikali. Sasa wao mara nyingi bado wana utamaduni ule wa kurithishana ardhi bila kufuata utaratibu. Anapoondoka mtu kwa maana ya kufariki, hawakai vikao vya familia kuandika muktasari na kupeleka kwenye taratibu mpaka kutolewa msimamizi wa mirathi kwenda hivyo. Baada ya kuwa sasa migogoro imekuwa mikubwa, wanapokuja kwetu sasa ndio tunawaelekeza hizo taratibu kwamba hapana, kakaeni mchagueni nani msimamizi wa mirathi. Mahakama itamteua halafu ataendelea na utaratibu. Lakini jamii ya huku sasa, wewe ukiwa ni mkubwa kwenye familia ile, anapoondoka mzee wanakupa wewe ndio msimamizi wa ile eneo au mirathi, lakini badala ya kuwa pewa msimamizi wewe unajimilikisha. Sasa ndio unakuta na wale wengine wakija wakikua inaanza kuwa migogoro kutokana na makazi, wameenda nje, baadaye wanarudi nyumbani. Eneo ni eka moja, mko watu 12, kila mmoja anang'ang'ania apate eneo lile lile. Haijalishi wewe ni msomi kiasi gani, wewe una uwezo kiasi gani, yani lazima migogoro itakuja pale. Kwa kifupi, mimi nawashukuru sana kwa hili ambalo mmeliona, na haya ambayo mengine mmetuachia tutafanyia kazi kwa ukali. Majukumu mlikuwa mnatekeleza ni majukumu ya msingi sana, lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoka na hili wazo. Lengo lilikuwa kuhakikisha changamoto au migogoro ambayo ilikuwa mingi kwenye jamii zetu inaendelea kupata ufumbuzi. Na kiukweli umuhimu wa programu hii umeenda kudhihirika, kwa sababu baada ya timu hii kuanza kufika kwa upande wetu kwa Rungwe, migogoro hii yote 218 kuweza kubainika halikuwa jambo jepesi. Kwa hiyo ni ishara kwamba jamii zetu zina changamoto kadha wa kadha ambazo tunazo na tuna wajibu wa kuendelea kuzitatua. Hiyo yote ambayo iko ndani ya ofisi ya mkurugenzi ambayo tunawajibika nayo moja kwa moja, hasa kwenye eneo la kiutawala, naomba ni wahakikishie tutachukua jukumu kubwa la kuhakikisha tunaishughulikia kwa haraka. Lakini pia ni migogoro ambayo iko katika level za taasisi au za taasisi zingine. Jukumu letu tutakuwa ni kuwezesha hawa wadau watakuwa wanafanya kazi ya kufuatilia
Lakini naamini baada ya zoezi hili sio mwisho. Tuna timu hapa ambayo matarajio ni kuwa na program angalau za kuendelea kupita kwenye vijiji, kwa sababu tunajua changamoto au matatizo ya jamii sio jambo la siku moja, yataendelea kuzaliwa so long as jamii ziko zinaendelea kuwepo. Kwa hiyo timu hii tunajua inaendelea kutekeleza majukumu kwenye level za kata huko. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET number REG/ANE/029 anapenda kutangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate katika kozi za IT, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply, Front Office na Hotel Management. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna ofa ya kozi fupi za computer application, graphics and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.